bodi ya ligi mpaka sasa hivi hawajatupa tarehe ya mchezo. Scenario hii unaiona inaenda kumalizikana vipi? Cha kwanza, kwa hali hii ilivyo, sioni sehemu yoyote kama bodi ya ligi inaweza ikatoa tarehe ya mchezo huu tena. Hakuna room kwa bodi ya ligi kutoa tarehe ya mchezo huu kurudiwa, kwa sababu mchezo unarudiwa kwa grounds zipi? Kama kuna sababu muhimu na sababu nzuri zilizo ndani ya kanuni, sheria na taratibu, nadhani bodi ya ligi wanaweza wakatoa tarehe. Lakini kwa sisi tunavyotazama, kwa kuwa walishakosea jambo hili na sioni sehemu wanapoweza kulirekebisha zaidi sana ya kurudi mezani na kukaa na wahusika ambao ni Yanga na Simba. Na Yanga na Simba ndio sehemu ya bodi ya ligi. Bodi ya ligi ni chombo kilichoundwa na vilabu kwa ajili ya kuendesha ligi yao. Yaani ni vilabu vimeamua, jamani, tuwe na sheria, kanuni na taratibu na tuwe na chombo chetu. Ndio hiki kinaitwa bodi ya ligi. Nadhani kuna watu wanadhani bodi ya ligi ilishushwa tu. Hapana. Bodi ya ligi ni sehemu au ni majumuisho ya vilabu vyote vilivyoko kwenye ligi kuu. Sasa kama kilabu kimoja kimegoma alafu kingine kimekubali, huwezi bodi ya ligi ukaamua tu ukakishurutisha kile kilabu kilichogoma kwenda kucheza, kwa sababu na chenyewe ni sehemu ya maamuzi ndani ya bodi ya ligi. Na hata ile kamati ya saa 72 ni sehemu ya bodi ya ligi, kwa sababu inaundwa pia na wajumbe wa vilabu ambavyo wameteuliwa na timu zao kuwakilisha kwenye bodi ya ligi. Kwa hiyo unaposema bodi ya ligi itatangaza tarehe, inatangaza tarehe bila kukaa na wanachama ambao ndio wanaunda bodi ya ligi. Na mmoja kati ya mwanachama mwenye kura ya veto ni Yanga. Sasa mwanachama, yani ni sawasawa brother na Russia, Umoja wa Mataifa, ana kura ya veto, anasimama mwenyewe kama jeshi la mtu mmoja. Huu natolea mfano tu. Ulaya wameungana, Marekani kasimama kule, lakini Mrusi kabaki peke yake na ana kura ya veto. Yanga kwenye bodi ya ligi ina kura ya veto pia, ni sehemu ya bodi ya ligi. Lakini sio sehemu tu, ni mdau muhimu sana, kwa sababu ni mdau wa wakati wote kwenye bodi ya ligi. Ushiriki wa Yanga kwenye bodi ya ligi huwezi kuufananisha na Ken Gold ambaye leo yupo, kesho hayupo. Ndio maana nasema Yanga ina veto power. Kwa nini? Kwa sababu Yanga ni klabu imekuwa kwenye ligi muda wote kwa zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo huwezi kuifananisha Yanga na Ken Gold ukasema sauti alionayo Ken Gold kwenye bodi ya ligi ni sawasawa na sauti atakayokuwa nayo Yanga. Ndiyo, kwenye mpira wote ni sawa, lakini kumbuka mmoja ni mkubwa kweli kweli, ni lidude lijabari kweli kweli, ndio limesababisha ligi yetu kuwa ya 4 barani Afrika. Kwa sababu wakati ligi inakuwa ya 4 barani Afrika, Ken Gold hakuwepo. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba Yanga hana sauti. Sasa jibu la swali lako, bodi ya ligi inapangaje wakati tayari mdau mmoja analalamika? Una watoto 8, mtoto mmoja hajaridhika. Huwezi kusema na kwenda tu. Yule naye ana haki ya kusikilizwa, na tayari Yanga ameshatoa malalamiko yake. Sasa badala ya bodi ya ligi kukaa kusikiliza malalamiko, nitashangaa kama itakwenda kutangaza tarehe ya mchezo. Na huu ndio mtego ambao nadhani bodi ya ligi inapaswa kustuka. Hebu wastuke hapa, wasitangaze tarehe ya mchezo, wakae kwanza na wadau wenyewe kwa wenyewe, wakae wayaongee, wayazungumze. Lakini kitendo cha bodi ya ligi kutangaza tarehe ya mchezo, nataka nikwambie, ni sawasawa na moto wa petroli unaowaka alafu unataka kwenda kuuzima na gesi. Manake unauongeza moto, unazidi kuchemka na kuwa mkali. Niombe bodi ya ligi, kwa kuwa imeshakosea, ijisahihishe. Na namna bora ya kujisahihisha ni mwenyekiti ajiuzulu, mtendaji mkuu ajiuzulu, alafu iundwe tena, uundwe uongozi pale, and then utuvushe hapa tulipo. Kwa sababu gani? Hawa waliopo hawajatenda haki, wameshakosea, na hawawezi kurudi kujisahihisha kwa kutangaza tarehe ya mchezo. Mimi nadhani tusahau kwanza tarehe ya mchezo. Haipo, kwa sababu tayari mdau mmoja
ameshasema hachezi. Unajua brother, mchezo wa mpira wa miguu it takes two to tango. Inahitaji timu mbili kucheza ndio mchezo uwepo. Mmoja ameshasema sichezi, unaenda kutangaza tarehe ya nini wakati huyu ameshasema hachezi? Huyu anadai pointi 3, hujamjibu malalamiko yake ya kutaka pointi 3, wewe unatangaza tarehe ya mchezo. Mimi nadhani hiyo tarehe ya mchezo kwanza tusahau. Kwa sasa tarehe ya mchezo haipo na haitakuwepo kipindi hiki mpaka malalamiko ya Yanga yasikilizwe, lakini mpaka pia shauri hili ambalo limeonekana kusumbua litakapotatulika. Kwa hiyo kuhusu tarehe kutangazwa, hebu tutulie kwanza. Sasa hivi bado kuna malalamiko mezani. Kama Simba walipeleka malalamiko saa 8 usiku, alafu bodi ya ligi saa 7 mchana ikaita kamati ya saa 72 ikatoa majibu. Yanga tumepeleka, hatujaona bodi ya ligi ikiita kamati ya saa 72 ikitoa majibu kama ilivyotoa majibu kwa malalamiko ya Simba. Kwa hiyo hata hili nalo bado ni double standard. Simba iliandika barua usiku, asubuhi ikasikilizwa, kamati ikaitwa ya saa 72 wakatoa majibu. Yanga tumeandika barua na tumepeleka malalamiko yetu, mpaka leo hayajajibiwa. Sasa tunakwendaje kutangaza tarehe ya mchezo? Hebu tutulie, tusiliharibu zaidi hili jambo. Wasemaji wa Simba na Yanga wanafanikiwa kwenye eneo gani? Kama kuna sehemu wanafeli? Wasemaji wanafanikiwa kwa sababu kila mmoja anafanikiwa kwenye eneo lake. Wote wanashinda mechi zao, wote wanatengeneza hamasa ya timu zao, na wote mimi naona ni mahiri kweli kweli. Ali Shaban Kamwe mpaka anataka kufungiwa brother, ile ni mashine ile. Wembamba wa reli, si mtu wa kubeza. Kuna wakati watu walikuwa wanafananisha bwana Jerimuro na Haji Manara. Bwana Haji Manara alimkimbia Jerimuro, akaona huyo amwezi, lakini watu wanaona vijana sasa hivi Alikamwe na Ahmed Ally wamekuwa marafiki, washikaji, wanataniana. Lakini wewe na Haji Manara kuna nyakati watu wanaona kama sasa mbona kama kuna chuki, yani Jerimuro anaweza siku akaita press akamrarua Manara akajibu, yani ikawa kama ni vita. Sasa kipindi kile mpira wetu ulikuwa shughuli. Kwanza huwezi kumuona mchezaji anatoka Yanga kwenda kucheza Simba kwa wepesi tu. Kwa hiyo sisi tulikuwa wasemaji brother, lakini ile mbwa kala mbwa. Yaani tunasalimiana uvunguni, sio hadharani. Tukikutana huko pembeni, tena unamsalimia mtu bwana mambo watu wasione. Kwa sababu ilikuwa ni kazi, yani ni mpela, unajua ile? Yani sisi ilikuwa ni kazi. Shughuli kweli kweli. Na ndio maana sisi tunasema ngoma ya watoto ilikuwa haikeshi. Sisi ilikuwa shughuli, unajua shughuli. Na wapi ulikuwa unamwezaga Haji Manara? Hayo alishapita kaka, hayo alishapita hayo. Tuwatie moyo vijana hao walioko wanafanya vizuri. Alikamwe anafanya vizuri zaidi. Na ndio maana unaona ogopa Alikamwe na Ahmed Ally wako ulingoni. Alafu unaona refa anasema haya fight. Lakini ile fight bondia mmoja kashikwa mkono. Ndio walichofanya kwa Alikamwe. Yaani wamemshika mkono alafu anamwambia Ahmed Ally mpige sasa. Mkono mmoja tumefanya nini? Wamwachie. Waache ngoma zipambane pale, nyasi ziumane, lakini wawe na kiasi. Wawe na kiasi tupate burudani, mpira wetu uende mbele. Kaka, lisemalo lipo, kama alipo liko njiani linakuja. Wamesema kwamba dogo huende kawa akapigwa mvua 2 za miaka 2. Sasa wakimfungia mimi nadhani mpira utakosa ladha. Naamini kuna sehemu amekosea. Lakini katika makosa yake, kama Simba imeshindwa kufanya warm up, mechi ikaahirishwa, tutashindwa kumsamea Alikamwe tu kwa kuteleza kidogo. Hebu ongwana tusaidieni hapa. Kama kweli tunafuata kanuni, kama Simba kutokufanya warm up kaahirisha mechi, tunashindwa kumsamea Alikamwe. Hebu TFF bwana, hebu liangalieni hili. Wilfred Kidau kaka yangu, ninakuaminia sana. Na kaka yangu Wallace Karia, kama bodi ya ligi Simba tukashindwa kufanya mazoezi ya siku moja tu, mechi ikaahirishwa, sasa tunashindwa kuliacha ili la Alikamwe au tukaliahirisha kabisa? Kama lipo hebu basi uliahirishe kama ambavyo mlichutama mkafanya kule kwa Simba alivyo teleza pale kutokufanya mazoezi tukaahirisha dabi. Kama dabi imeahirishwa, tutashindwa kweli kuahirisha ila Alikamwe ili tuendelee kupata burudani ya wasemaji hawa mawili hao mahiri? Kaka, hebu nijibu, tunashindwa? Sema basi wakusikie. Tushindi ni rahisi sana. Basi kama ni rahisi, tuungane mimi na wewe kuendelea kuiomba na kuisii bodi ya ligi na TFF na ile kamati ya maadili imsamee Alikamwe. Na kama haiwezi kumsamea hadharani, basi kwa kuwa hawajatoa tamko la hukumu,
basi wahairishe ile hukumu, wahairishe kama miaka 2 mitatu hivi. Ally Kamwe akishazeeka basi wamsomee hukumu yake akishakuwa mzee, lakini kwa sasa waacha tupate burudani, tunahitaji sana burudani yao.